Mali waliwazuia Morocco kufuzu hatua ya 16 bora ama hatua ya mtoano kwenye fainali za mwaka huu baada ya sare ya goli 1-1. Brahim Diaz kutoka Real Madrid aliwafungia bao la kwanza kwa mkwaju wa penalty timu ya taifa ya Morocco kabla ya bao la kusawazisha la timu ya soka ya Mali likifungwa na Lassine Sinayoko. Mchezo huo sasa ulivyomalizika sare ya 1-1 ulionyesha uimara na ushindani mkubwa zaidi wa timu hizo, huku timu ya taifa ya Morocco ikionekana kutokufurahishwa na kuridhishwa na matokeo hayo licha ya kwamba walikuwa wanacheza na timu ambayo ilikuwa bora uwanjani. Mwanzoni wakati kundi hilo limepangwa, Morocco alionekana kupewa nafasi kubwa zaidi ya kuweza kufanya vizuri katika kundi hilo, lakini mambo hayakuwa hivyo kutokana na uimara wa Mali katika mechi ambayo walikutana kwenye mchezo wenyewe husika. Sasa basi, kutokana na aina hiyo ya matokeo, wachambuzi na wafuatiliaji wa soka la Afrika wanasema kwamba Mali ni miongoni mwa timu ambazo zina kocha mwenye mbinu bora na imara zaidi. Hivyo kutokana na aina ya rasilimali aliyonayo, anaweza kuifanya Mali miongoni mwa timu ambazo ni shindani katika fainali za mwaka huu. Katika fainali zilizomalizika, Mali waliishia hatua ya robo fainali. Fainali hizi Mali watakwenda mpaka hatua gani wakiwa chini ya kocha Tom Saintfiet ambaye alichukua mikoba ya El Shaarawy ambaye kwa sasa anaifundisha timu ya taifa ya Nigeria, naye ameshaifanya kufuzu tayari kwenda hatua ya mtoano ya fainali hizo. Mali na Morocco, nani unampa nafasi ya kuweza kuwa kwanza kufuzu hatua ya mtoano? Lakini je, unawaona Mali wakifika hatua gani? Mali yenye Djigui Diarra mlinda mlango wa Young Africa. Hii ni Trevor TV. Mimi ni Mbushi Kwelasa.